wabni sabil wama malakati aimanukum, na wale waliomilikiwa na mikono yenu ya kuume, kwa maana ya watumwa na wajakazi, lazima wafanywe mema. Inna Allaha la yuhibbu man kana muhtala fakhura, hakika Allah hampendi yule mwenye kujidai na kujikuzakuza, fakhuran, mwingi wa fakhri, huyo Allah hampendi. Alladhina yabkhalun, wenye kujikuzakuza na kujiona kwao bora na fakhri, ambao wanafanya ubakhili kwa mali zao. Wayaamuruna nnasa bilbukhli, si tu wanafanya wao, lakini wanawataka na wengine nao wafanye ubakhili. Wayaktumuna ma atahum Allahu min fadli, na zile fadla za Allah alizotoa na kuwapa wanazificha. Waatadna lilkafirina adhaba muhina, na tumeandaa kwa makafiri adhabu yenye kudhalilisha. Walladhina yunfiquna amwalahum, na wale wanaotoa mali zao kuwapa watu au kufanya mambo yaonekanayo kwa watu, ria annasi, lakini kwa lengo la kuwaonesha watu fulani kafanya. Wala yu'minuna billah, hawafanyi hilo kwa imani ya Allah. Wala bil yaumil akhir, hawafanyi hilo wala kwa kuiamini siku ya mwisho. Hao la, wanachokifanya ni kibaya. Waman yakuni shaitanu lahu qarina fasaa qarina, na aliye kuwa shaitani ndiye rafiki yake, basi rafiki mbaya ni huyo. Wa madha alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah. Wa madha alaihim, wangepatwa na dharura gani, baya gani, tatizo gani lingewapata, lau amanu billah, kama kweli wangeamini kwa Allah, wal yaumil akhir, na wakaiamini siku ya mwisho, wa anfaqu mimma razaqahumullah, na wakakitoa katika kile Mungu alichowaruzuku. Wa kana Allahu bihi alim, na Allah hawa anawaelewa. Kwa hiyo hakuna baya lolote ambalo litalowatokea. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, hakika Allah hamdhulumu mja wake chochote kitachotolewa, atachokifanya, hata kama kilikuwa na uzito wa dharra. Neno dharra wafasiri wetu wameliita kwa maana ya kitu kidogo chepesi kama vile sisimizi, lakini pia dharra kwa lugha ya sasa hivi linatumika kwa maana ya chembe isiyooneka isipokuwa kwa kikuza macho, hiyo inaitwa dharra. Kwa hiyo hata kama huyo mtu amelifanya kosa dogo kiasi gani, kama ilivyo chembe hiyo isiyooneka isipokuwa kwa kikuza macho, Allah anakiona na anakijua na atakilipa. Kwa hiyo hamdhulumu yeyote katika waja zake. Hicho kilichokuwa mithqala dharra wa intaku hasana, kama alichokifanya hivyo kilikuwa ni kizuri, lakini kwa uwezo wake alishinda kupata kikubwa, akakipata hicho kidogo mno, yudhaifha, basi Allah atakiongezea.
wa yu'ti min ladunhu, atakiongezea na atatoa malipo kutoka kwake yeye Allah, si kwa uliyempa, ajran adhima, malipo yaliyo makubwa. Fakaifa, hivi itakuwaje? Idha ji'na min kulli umma, tunapouleta kila umma bishahidin, na shahidi wake, wakishuhudilia na kuthibitisha walichokifanya. Waji'na bika ala haula, na tukakuleta Muhammadi kwa hawa wote waliotangulia kabla yako, ukiwa shahidan, ni shahidi kwao. Ukweli ni kwamba yaumaidhin, siku hiyo, yawaddu alladhina kafaru asau rasul, wale waliokufuru na waliomuasi mtume siku hiyo watatamani lau tusawa bihimul ardh, kama wangekuwa sawa sawa na ardhi, kisingetoka chochote, ni vumbi tupu tu, wakawa hivyo. Wala yaktumuna Allaha haditha, wawe watavyokuwa hawataweza kumficha Allah mazungumzo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taqrabu salah, msisogelee swala, wa antum sukara, hali mkiwa mmelewa, kwa maana kwamba usisali ukiwa umelewa. Hata taalamu ma taqulun, mpaka mfikie katika hatua ya mnachokisema mnakijua. Wala junuban, na wala sisogelee swala mwenye janaba, illa abiri sabil, isipokuwa wapita njia wamekosa cha kujisafisha wakalazimika kufanya hivyo. Hata taktasilu, mpaka muoge. Msipooga hiyo swala si sahihi. Wa in kuntum marda au ala safari, na kama mtakuwa ni wagonjwa au mko safarini, au jaa ahadun minkum min algha'it, au mmoja wenu ametoka kujisaidia, au lamastumun nisa, au mmeshikana na wanawake, falam tajidu ma, haya yote yanabatilisha udhu, mkatafuta cha kuwataharisha ili mkasali, nayo ni maji, falam tajidu ma, mkatafuta maji mkakosa, basi tayamamuni saidan, kwa kutumia mchanga, tayyiban, ulio mzuri, kwa maana ulio tahara. Na namna ya kuutumia mchanga katika kujitaharisha, famsahu biwujuhikum wa aidikum, futeni kwa nyuso zenu na mikono yenu, kwa maana futeni sehemu za nyuso zenu na mikono yenu. Inna Allaha kana afuwan ghafura, hakika Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye kufuta makosa. Aya hizi zimeleta ahkami nyingi kabisa zinazotumika, na huyo nadhani ataelezea baadhi ya ahkami hizo. Nadhani tuguse kidogo at-tafsir. Wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, ay la tatamannau ayyuha almu'minun ma khassa Allahu ta'ala bihi ghayrakum, ninyi waumini msitamani kukipata kile Allah alichowahusisha baadhi yenu au msiokuwa ninyi, yani hawa akawahusisha hiki, wale waliokosa wasitamani kwa nini na wao wakakikosa. Min amri dunia au dini, iwe katika mambo ya kidunia au mambo ya kidini. Kwa nini katazwe? Anasema fadhalika, tamani
kutamani yuaddi ila tahasud, kunafikishia watu kufanyana maovu, kuleteana husuda, roho mbaya. Zote hizi msingi wake ni kutamani kilicho kwa mwenzako kije kwako. Watabaghud, na kuchukiana. Qala az-Zamakhshari, amesema az-Zamakhshari, nuhu anil hasad, hapa waumini wamekatazwa kufanya husuda. Wa an tamanni ma faddala Allahu ba'da an-nasi ala ba'd, pia Allah amewakataza waumini kukitamani kile Allah alichowapa baadhi ya watu juu ya wengine, min aljahi, kama vile cheo, walmal, na mali, lianna dhalika alfadla qisma, kwa sababu hiyo fadhila la ziada aliyopewa huo ni mgao, min Allahi, kutoka kwa Allah.